Naisabili nafsi yangu kwenye maandiko ya kun fayakun. Kun fayakun manake analolitaka Mungu linakuwa. Aidha, nataka nikiri imani yangu kwamba mamlaka yote huwekwa na Mwenyezi Mungu. Na nikubaliane na usemi kwamba Mungu akikupa ulemavu hukupa na jinsi ya kuenenda. Nyote ni mashahidi wa mazingira yalivyokuwa wakati naipokea nchi. Mazingira ya kiuchumi hayakuwa vyema kwa ulimwengu mzima kutokana na maradhi yale ya COVID-19. Mazingira ya kijamii yalikuwa na fadhaa kubwa. Fadhaa kwanza ya maradhi, watu wanatutoka, maradhi hatujui yataisha lini, tutatibu na nini. Lakini fadhaa ya pili kubwa ya kuondokewa na mpendwa rais wetu aliye madarakani. Ilikuwa ni fadhaa kubwa sana. Na mazingira ya kisiasa hayakuwa na bashasha kwa kuwa haikuwa muda mrefu tangu tumemaliza uchaguzi wa 2020. Kwa mazingira yote hayo, kwa hali yoyote ile, kwa mtazamo wa mwanadamu, mje wa kupokea mzigo ule wa urais kwa wakati ule, kwa mazingira yale, isingefikiriwa kwamba ningekuwa mimi. Ila kwa ukuu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hakukuwa na budi ila kukabidhi madaraka yale kwa aliyekuwa makamu wa rais. Ndugu zangu, mnaelewa minong'ono iliyokuwepo, mnaelewa shaka zilizokuwepo, lakini kama nilivyosema, Mungu akitaka linakuwa. Katika mazingira kama yale, jambo la kukimbilia ni kumhidi Mungu. Nilimwomba Mwenyezi Mungu anijalie busara na uvumilivu kama alivyomjalia Nabii Suleiman alayhi salam. Nilimwomba Mwenyezi Mungu aniongoze kama alivyoongoza manabii wake na waja wema walioyafanya mema kwa ajili ya dunia na kesho yao mbele ya Mungu. Alhamdulillah, maombi haya yalinipa nguvu na ujasiri wa kutoruhusu mazingira yaliyokuwepo yawe kikwazo kwenye utekelezaji wa majukumu niliyokabidhiwa. Namshukuru Mungu sana.